Na wawakilishi wa Wizara ya Ujenzi wako hapa, Mheshimiwa Waziri mwenyewe yupo. Kuna wawakilishi kutoka Nishati, Naibu Waziri yupo hapa. Kuna wawakilishi na Naibu Katibu Mkuu. Kuna wawakilishi kutoka TAMISEMI, nimemwona hapa Naibu Waziri. Kuna wawakilishi wa sekta zote, TAFIRI, TAFICO na taasisi zote ambazo zinahusika na utoaji wa huduma au uwezeshaji wa bandari kufanyika. Kupitia kwako na kushukuru sana kwa kufika, lakini niseme ofisi ya mkuu wa mkoa na ofisi ya mkuu wa wilaya wametoa ushirikiano mkubwa sana. Hatuna taarifa ya wizi, taarifa za migogoro kwa watumishi kwa idadi iliyokuwepo, na ni wafuatiliaji kwa sababu masuala yanayohusu huduma hizi hapa hatimaye wanasimamiwa na kufuatiliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa. Na kushukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kazi hiyo. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha kwamba tutakuwa na umeme wa kutosha, tutakuwa na maji ya kutosha, miundombinu yote inayohitajika ya mawasiliano. Tumejipanga tayari kwa kuanza kunufaika na uchumi wa bluu. Kwa hiyo kama nilivyosema wakati nakukaribisha, naomba ufikishe pongezi zetu na shukrani zetu kwa Mheshimiwa Rais, na mwambie tutaomba wakati wowote kuanzia Machi aje kuzindua mradi huu kama alivyouzindua wakati wa kuweka jiwe la msingi. Sasa tunakukaribisha uendelee na ukaguzi na timu yako. Asante sana. Asante sana. Maelezo kwa wakati Mheshimiwa Waziri Mkuu anapita kwenda kukagua, wanapaswa kuambatana naye ni wale waliotayarishwa na wao wamevaa mavazi maalum. Naam. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, kama ambavyo umesikia hapo na kushuhudia akipewa maelekezo kuhusu namna ambavyo utekelezaji wa mradi kuanzia pale mwanzo jinsi ilivyoanza, ilivyoendelea na hadi hivi sasa jinsi hali ilivyo. Na hadi hivi sasa kinachoendelea na kwenda kuweza kutizama zaidi na kufanya ukaguzi wa kutosha hapo. Lakini zaidi umesikia kwenye maelezo ambayo alikuwa akitoa Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali akielezea michakato mizima ilivyofanyika, na zaidi akitaja kwamba hadi kufika mwezi Machi tarehe 31 hivi mradi utakuwa umekamilika na kukabidhiwa serikalini, na hapo itakuwa tayari kwa ajili ya uzinduzi kuweza kufanyika. Na eneo hilo ambalo ni la bandari inapojengwa lina takriban ekari 11, na eneo zima likitajwa kwamba shughuli zote zitakapofanyika ni karibu ekari 48. Hivyo yapo mengi ambayo yatafanyika katika eneo hilo, ikiwa kwa sasa Waziri Mkuu pamoja na timu nzima alionayo hapo, mawaziri wa sekta tofauti pia umesikia hapo, Wizara ya Ujenzi pia viongozi wake wako hapo, lakini pia unazungumzia Wizara ya TAMISEMI pia mwakilishi yupo katika eneo hilo. Wote hao ni kuweza kufahamu na kuona kile ambacho kinajiri na kutokea katika eneo hilo, na kubwa zaidi hapa ni ukaguzi wa miundombinu, na hapa akikagua maendeleo ya ujenzi wa bandari ya uvuvi ya Kilwa. Tumezungumza hapo awali na kuonesha picha halisi jinsi ilivyo hapo. Tusikie kwanza kinachoendelea kwenye maelezo. Imejengwa kwa kuzingatia wavuvi wakubwa ambao wanavua katika deep sea, lakini wavuvi wadogo. Kwa hiyo eneo unaloliona pale chini ni eneo ambalo linawasaidia wavuvi wadogo wakati maji yamepungua kuweza kugati vyombo vyao. Kampuni iliyojenga gati hili ni kampuni ya China Harbour Engineering, na mhandisi mshauri ni Dahal Handasa Share and Partner. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mbele yako ni jengo kwa ajili ya kupokelea. Baada ya mazao ya uvuvi kushuka katika gati hili, yapo ambayo yatakwenda moja kwa moja kwa ajili ya kuhifadhiwa, kwa ajili ya kufanywa uchambuzi kwa maana ya sorting, kwa ajili ya kuweza kuwa packed. Lakini pia yako mazao ambayo yataenda moja kwa moja sokoni. Hili jengo lina uwezo wa kuhifadhi tani 1800 wakati mmoja, lakini na uwezo wa kuzalisha barafu tani 100 kwa siku. Lakini pia lina eneo ambalo litakuwa linatumika kwa ajili ya kuongozea meli zinapokuja. Liko katika hatua ya mwisho ya ujenzi.
tunaenda kwenye matenki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakoelekea ni eneo ambalo litakuwa linatumika kwa ajili ya wavuvi kuweza kufanya matengenezo ya zana zao za uvuvi, lakini kuweza kuhifadhi zana zao za uvuvi. Katika eneo hilo limejengwa eneo ambalo watakuwa wanatumia kwa ajili ya matengenezo ya zana, lakini pia limejengwa eneo kwa ajili ghala kwa ajili ya kuhifadhia vifaa na zana mbalimbali za wavuvi, lakini kwa kuzingatia kwamba watakuwa wakifanya kazi na kuna muda wanachoka, imejengwa sehemu kwa ajili ya kupumzikia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sasa tunaelekea sehemu ambayo inatumika kwa ajili ya kuhifadhi matenki ya mafuta lita milioni 4 ambayo yapo matenki mawili na kila tenki lina uwezo wa kuhifadhi mafuta lita milioni 2. Mafuta haya yatakuwa yakitumika na meli na vifaa vya uvuvi kwa ajili ya kupata huduma ya mafuta wanapokwenda kuvua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna meli ambazo zikienda kuvua zinakaa hata miezi 3, miezi 6. Kwa hiyo zinahitaji huduma ambazo zikishajaza zinaenda kufanya uvuvi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia kutakuwa kuna sehemu kwa ajili ya matengenezo ya meli ambayo yapo na yamefikia 90% katika ujenzi na yako katika hatua za kukamilisha. Pembeni yako ni mitambo ambayo ilitumika kwa ajili ya ujenzi, ni wakati wa ujenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huko Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia hizi barabara zote ambazo tunapita ni barabara ambazo zimejengwa kwa zege. Kiwango hicho ni kiwango muhimu katika bandari yetu ili kuzingatia usafi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande huu wa kushoto, hili ndio sehemu lile ambayo maji taka yatakayokuwa yakizalishwa yatakuwa yakitibiwa kabla ya kuweza kurudishwa kwenye maji. Na hii sehemu inatibu maji taka ya aina 2, domestic ambayo yanazalisha maji kurudi baharini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi sasa tunaelekea kwenye jengo la kituo kwa ajili ya kuzalisha nitrogen. Kituo hichi ni muhimu ili kusaidia kusitokee milipuko wakati meli zetu za uvuvi zikiwa zinajaza mafuta. Mafuta yanapokuwa yanajazwa katika meli, baada ya kukamilika kuna mafuta yanayobaki kwenye mabomba. Ili kuweza kuyarudisha sehemu yake, unahitaji kuwa na kituo cha nitrogen ambacho kinatumika katika kusafisha mabomba hayo. Kituo hichi kimeshajengwa, kiko 98% tayari na mitambo imeshafungwa, iko katika hatua ya mwisho kabisa ya kukamilika. Kituo hiki ni hiki kituo ambacho tunakiona upande wa kushoto. Na unaoona mbele zako ni mafundi ambao wanaendelea na ujenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili kuzingatia suala la usalama, tumejenga kituo kwa ajili ya zimamoto ambacho ni katika eneo hili ambalo tunaelekea. Lakini pia tumejenga kituo kwa ajili ya kupozea umeme ambacho ni hiki kinachoonekana upande wa kushoto kwako. Bado kinaendelea na ujenzi, kiko 95%. Mitambo imeshafungwa, umebakia mtambo mmoja tu wa generator ambao nao uko kwenye hatua za mwisho za kufungwa. Generator hilo lina ukubwa wa kilovolti 800 ambalo lina uwezo wa kuendesha eneo hili la bandari hata kama umeme utakatika kwa masaa 8.